tunawategemea sana waimbaji kwenye kuiandaa mioyo. Bwana asifiwe. Hebu washangilie waimbaji kwa makofi mengi sana sana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya pili ya leo, siku ya pili inayohusiana na semina yetu ya neno la uzima, kuhusiana na topic yetu au mada ambayo tunakwenda nayo inayohusu uonevu wa kiroho au kuonewa kiroho. Na fundisho letu ambalo tumeanza siku ya jana, tumeanza vizuri kufundishana kwa habari ya kuonewa kiroho. Kama utakumbuka, nilisema wazi kwanza, nikasema tafasiri ya kuonewa nini maana yake, lakini pia nikafundisha nikasema kwamba unaweza ukaonewa kwenye ulimwengu wa mwili na unaweza ukaonewa kwenye ulimwengu wa roho. Nikatoa mifano michache tu kwa namna ya kimwili kwamba watu wanaonewa mwilini. Nikatoa mfano wa mipaka ya ardhi, lakini pia kuna uonevu mwingine kimwili wa kawaida tu. Unaweza ukafanya kazi mahala na baadaye ukazulumiwa fedha. Wanaokudhulumu wanajua nini wanafanya, lakini kwa sababu ya unyonge ulionao unaonewa. Lakini pia utakumbuka nikasema bayana kwamba tafasiri ya kuonewa ni kufanywa kuwa duni. Unafanywa kuwa duni kwa makusudi mbalimbali. Unapoonewa maana yake unafanywa kuwa duni kwa makusudi mbalimbali. Nikasema kwa mfano, unapoonewa maana yake yule anayekuonea anaamua kabisa kukufanya kuwa duni, kukufanya kuwa dhaifu kwa makusudi mbalimbali. Unaweza ukaonewa ili tu kulipiziwa kisasi. Unaweza ukaonewa ili adui yako afurahishwe, lakini pia unaweza ukaonewa kwa sababu ya makosa yako mwenyewe. Kwa hiyo kunakuwa na makusudi mbalimbali ambayo yanamfanya mtu aonewe. Haleluya, watoto wa Mungu. Kwa hiyo na jana nikakwambia kwamba mtu anapokuwa anaonewa, tunapozungumza dhana ya kuonewa kimwili, haijatokea hapa mwilini, imeanzia kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Na pia nikakwambia kwamba chochote unachokiona kwenye ulimwengu wa mwili ni mfano wa original yake iliyopo rohoni. Hata mimi na wewe ni mfano wa Mungu aliyeko rohoni. Ndio maana kila ulicho nacho wewe ni fotokopi ya Mungu. Ukichukua karatasi ambayo ni fotokopi na original, content zilizopo kwenye fotokopi zitakuwa zile zile content zilizopo kwenye original, ila utofauti ni aina ya material ya karatasi. Fotokopi ni black and white, original iko colored, lakini content vilivyomo ni vile vile vinaeleweka. Ukichukua cheti cha darasa la 7 au cha form 4 au cheti cha kipaimara, ukaenda ukakitoa fotokopi, taarifa zilizoko kwenye cheti cha kipaimara hazitotofautiana na taarifa zilizoko kwenye karatasi ya fotokopi ya cheti, lakini utofauti wa makaratasi yatakuwa tofauti. Hii fotokopi itakuwa laini sana, ikicheti original kitakuwa kigumu kama boksi. Kwa hiyo taarifa zote ziko sawa, ila material yako tofauti. Ndivyo ulivyo mfano wa ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni original, ulimwengu wa mwili ni fotokopi. Kila kilichopo ulimwengu wa mwili ni fotokopi ya kilichopo ulimwengu wa roho. Haleluya, kanisa la Mungu. Hata mimi na wewe ni fotokopi ya Mungu aliyeko mbinguni. Ndiyo maana kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 26, wakati Mungu anafanya uumbaji, kidogo nikupe hii kama password ikusaidie. Mwanzo sura ya 1 na ule mstari wa 26, ona maneno haya. Biblia takatifu inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hebu sema, kwa mfano wetu. Unaona maandiko hayo, Mungu anaanza kufanya uumbaji. Kwa hiyo Mungu anamfanya mtu kwa mfano wake, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Anaendelea pale mbele, kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye mwili kitambaacho kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo unaona hapa Mungu anafanya uumbaji, anasema na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu. Kwa hiyo mimi na wewe ni sura na mfano wa Mungu. Haleluya, kanisa la Mungu.
na ndio maana sasa mimi na wao ni fotokopi ya Mungu alivyo. Kwa hiyo kama mimi na wao ni fotokopi ya Mungu, maana yake alivyo Mungu ndivyo tulivyo sisi. Hebu sema, alivyo Mungu ndivyo nilivyo mimi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mfano na sura ya Mungu. Kila unacho Mungu na wewe unacho. Kwa mfano, unaona Mungu anao mkono, wewe nao una mkono. Biblia inasema wazi, mkono wa Bwana sio mfupi hata ashindwe kuokoa. Mungu anayo macho, wewe unayo. Maandiko yanasema wazi, macho ya Bwana hupiga mbio huku na kule kuangalia wema na wabaya. Wewe una miguu, Mungu naye anayo. Unajuaje maneno hayo? Biblia inasema wazi, kitabu cha Mwanzo sura ya 3, wakati wa jua kupunga, Adamu na mke wake wakawa wanasikia Mungu anatembea bustanini. Kama anatembea, manake Mungu ana miguu. Kama hiyo haitoshi, kitabu cha Isaya sura ya 6, ukisoma kushuka chini pale, Mungu anasema hivi, mbinguni ndio kwenye kiti changu cha enzi na duniani ni mahala pangu pa kuweka miguu. Kwa hiyo Mungu ana miguu na wewe una miguu. Haleluya! Wewe una kinywa, Mungu naye anacho. Maandiko yanasema wazi, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Wewe una nafsi, Mungu anayo. Anasema wazi, nimeapa kwa nafsi yangu mwenyewe, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo utajikuta kila ulicho nacho Mungu na wewe unacho. Mungu anapua, wewe unayo. Ndio maana maandiko yanasema maombi ya mwenye dhambi ni kama moshi puani mwa Mungu. Haleluya! Wewe una masikio, Mungu anayo. Biblia inasema wazi, sikio la Bwana sio zito hata ashindwe kusikia. Wewe una mgongo, Mungu anao. Unajuaje? Kitabu cha Kutoka 33 kuanzia mstari wa 1. Wakati Musa anaelekea kwenye nchi ya ahadi, akamwambia Bwana, nimechoka kukusikia, this time nataka nikuone, tuonane face to face. Mungu akamwambia Musa, hakuna mwanadamu atakayeniona mimi akaishi. Musa akasema, hapana, nataka nikuone. Mungu akamwambia, sawa, umetaka vema, nitakuficha kwenye mwamba, itakuwa hapo nitakapopita utukufu wangu ndipo utakaponiona. Biblia inasema wazi, Musa akawa ameegemea mwamba anasubiri kumwona Bwana. Musa akapata kausingizi kidogo, alafu Mungu akapita, akamwambia nimeshapita tayari. Musa anashtuka, Mungu anamalizikia mgongo. Musa akaishia kuona mgongo wa Mungu. Ni Kutoka 33, ukisoma kushuka chini utaiona habari hii. Kwa hiyo ulivyo wewe ndivyo alivyo Bwana. Kwa hiyo unaweza kusema okay, basi kumbe Mungu naye ni mtu. Anakataa, anasema mimi sio mtu hata niseme uongo, tena sio mwanadamu hata nijute. Kwa hiyo Mungu ni nani? Mungu ni roho, na wote waabuduo inawapasa kumwabudu kwenye roho na kweli. Haleluya! Pigieni Bwana makofi. Kwa hiyo ukicheki kile kilichoko mwilini ndio kile kilichoko ulimwengu wa roho. Ni the same kabisa. Kwa hiyo ulimwengu wa mwili ni ulimwengu wa udhihirisho, ni ulimwengu wa fotokopi. Na ndio maana kila unachokiona mwilini hapa, ikiwepo mambo ya kuonewa, unaonewa mwilini hapa, lakini pia rohoni kuna uonevu. Hebu sema, katika jina la Yesu. Baba Mungu wa milele, maonevu ya rohoni ninayakataa kwa jina la Yesu. Nataka sasa nikupitishe kwenye mifano ya kibibilia, nikupitishe kwenye korido za kimaandiko, nikuthibitishie namna ambavyo watu wanaonewa kwenye ulimwengu wa roho. Leo tuangalie namna ambavyo watu wanaonewa kwenye ulimwengu wa roho. Kitabu kile cha Marko Mtakatifu, Marko Mtakatifu sura ya 1. Marko Mtakatifu sura ya 1, ule mstari wa 23. Tunaanza sasa ushahidi wa kibibilia, namna ambavyo watu wanaonewa spiritually, uonewa kiroho. Marko sura ya 1 na mstari wa 23. Marko sura ya 1 mstari wa 23, Biblia inasema, na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza na kutambua huyu nani mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akasema, fumba kinywa umtoke. Wakashangaa wote. Mstari wa 26, yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka.
Watu wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, ni nini hii? Ni elimu mpya, maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Stori hii inaonyesha kijana mmoja ambaye alikuwa anaonewa kiroho. Spiritually alikuwa oppressed, anaonewa kwa namna ya kiroho. Ukionewa kwa namna ya kiroho, watu kwenye ulimwengu wa mwili hawatojua kama unaonewa. Watu watakuona wewe una matatizo, watu watakuona wewe una shida ya maisha, watu watakuona wewe una magonjwa, watu watakuona una dhiki, watu watakuona una shida za ndoa, watu watakuona una shida za kibiashara, watu wataona familia yako haijakaa vizuri, watu wataona hauna malezi, kwamba umezaa mtoto alafu ameharibikiwa. Pasipo kujua, unapoonewa spiritually, mwilini hujui kinachoendelea. Kwa hiyo mtu huyu kwenye sinagogi lao, kwenye sinagogi ambalo Bwana Yesu anafundisha neno la uzima, kulikuwa na mtu ambaye mwenye pepo mchafu. Bwana Yesu alichokifanya, akamkemea pepo. Biblia inaniambia wazi, yule pepo akamtia kifafa. Maana yake huyu mtu amekaa kwenye sinagogi, ametulia kwenye sinagogi, anasikiliza neno la uzima, lakini kumbe ndani yake ana mapepo wachafu. Yule pepo akamtia kifafa, baadaye akamtoka. Watu wakaanza kuulizana, jamani, inakuwaje huyu mtu? Ni elimu mpya hii, anawapisha mapepo watoke mtu na anatoka. Kwa hiyo nataka uone hapa sura hii, katika sura ya kuonewa. Kuna watu na matatizo kwenye ulimwengu wa mwili, lakini shida walizonazo zijaanzia mwilini hata kidogo. Nisikilizeni watoto wa Mungu, wewe ni roho, unaishi maisha ya aina mbili. Wewe ni roho mwenye nafsi hai, nafsi yako iko hai kabisa. Unaishi maisha ya aina mbili, unaishi maisha ya mwilini na unaishi maisha ya rohoni. Hebu sema, mimi ni roho. Rudia tena, mimi ni roho mwenye nafsi hai. Na ndio maana unamwita Mungu Baba. Kwa nini tunamwita Mungu Baba? Hatumuiti Mungu Baba kwa sababu ni mwanaume, sio kweli. Hatumuiti Mungu Baba kwa sababu ana ndevu, sio. Neno Baba ni adjective, neno Baba ni sifa, ina maana ya mwanzilishi. Ndio maana Biblia inasema Mungu ni baba wa roho zote. Kwa hiyo kama wewe ni roho, Mungu ni baba yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndio asili yako. Haleluya! Mpigieni Mungu makofi kwanza, mpigieni Mungu makofi. Sababu hiyo sasa, unaishi maisha ya aina mbili, unaishi maisha ya mwilini na unaishi pia maisha ya rohoni. Nikwambie kidogo, maisha ya mwilini kwa mfano, unapotoka hapa usiku, njaa inauma, unatenga chakula, unakula, unakunywa maji, unakunywa soda, unacheka, unafurahi. Hayo ni maisha ya mwilini kabisa. Lakini pia kuna maisha ya rohoni, wewe kama roho unayaishi. Maisha ya rohoni unayaishi kabisa. Nikupe mfano. Unapokuwa ibadani, ndio maana usizalau ibada yoyote, usizalau. Unapokuwa ibadani, neno linapofundishwa, mchungaji amekuongoza ibada, na ndio maana hakuna ibada ya kimungu, hakuna ibada itakayoanza pasipo mtumishi wa Mungu kusema na tuianze ibada. Kwa nini? Lile neno lina certify kwamba tulikuwa kwenye mzaa, sasa tuianze ibada. Haleluya! Kuanzia pale anawatransform kundi zima kuingia rohoni. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana unapokuwa unaishi maisha ya kawaida, unakula chakula, unakunywa maji, yale ni mambo ya mwilini. Unapokwenda kulala usiku kwa mfano, unapolala usiku, huu mwili unalala. Mwili unalala, ila wewe ni roho, huwa hailali. Roho huwa hailali. Chukua hii kama password, itakusaidia sana. Watu wengi mlio hapa mnayaishi maisha ya aina mbili. Mnayaishi maisha ya mwilini na mnayaishi maisha ya rohoni. Lakini kwa kukosa maarifa na maisha ya rohoni, haujui hata kama haya ni maisha ya rohoni. Unapolala usiku kwa mfano, wewe kama roho, unapolala usiku na unakoloma, mwili wako unakuwa umelala, lakini roho yako hailali, kwa sababu roho huwa hailali. Roho hailali, roho haizeeki, roho haichakai. Ndio maana wewe utaishi milele. Utaishi milele kwa nini? Lazima uchague mahala pamoja. Je, utaishi milele mbinguni au utaishi milele motoni? Lakini umilele upo. Usidanganye mtu akwambia jamani, sisi hatutoishi milele. Anazungumzia kwa habari ya kupita hapa duniani. Hapa ni kweli, hapa sio kwetu, utapita. Mwambie mwenzako, hapa sio kwetu. Mwambie tena, hapa sio kwetu. Kwa hiyo unapokuwa umelala usiku, kuna matukio ambayo wewe kama roho
uwe unayashuhudia. Kuna maisha ambayo unayaishi kwa namna ya kiroho. Kwa mfano, nikutolee mfano. Kuna watu ambao unaweza ukalala, alafu usiku ukaota ndoto, au uko kwenye vikao, una maisha ambayo yanaendelea, alafu ukaamka asubuhi, kile ambacho ulikuwa unakiota kipo kabisa, kiko wazi. Utasema yani niliota tu ndoto. Ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Nyakati tulizo nazo, wanaoona maono ya usiku waziwazi ni wengi kuliko wanaoota ndoto. Ndio maana dunia tulionayo leo imejaa maono kuliko ndoto. Nitakupa mfano. Kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hauwezi kumwona mtu ameota ndoto eti ameingiliwa kimwili. Hayupo aliyeota ndoto anakimbizwa na ng'ombe. Hayupo eti kwamba Yakobo akaota ndoto farasi mweusi anamkimbiza. Hayupo. Lakini leo hii tunazi experience na tunayaishi maono hayo. Lakini kwa kuto kujua, ukiamka unasema nimeota vibaya sana. Hujaota, wewe ni roho, umeona mambo ya rohoni. Na ndio maana Mkristo aliye imara, unapoyaona mambo ya rohoni na unapoamka umeshtuka kwa sababu ya mambo ya rohoni mabaya uliyoyaona, pale pale kabla ya kumpigia mwinji au mchungaji, unaanza kuliitia jina la Bwana. Unakataa kila ulichoona katika jina la Yesu Kristo, na hakitakupata kwa damu ya Yesu. Haleluya. Yale mambo ya umelala, alafu usiku anakuja mchawi, kwa sababu wachawi wapo. Sijajua tusame hapa. Wachawi wapo. Anakuja mchawi anakupiga madochi, piga mateke sana. Alafu na mko anajinyoosha, unauliza vipi? Mgongo wangu leo nilala vibaya. Alafu jirani yako anakuambia uenda uliulalia vibaya mgongo, kwa hiyo kesho lala chali. Ukilala chali bado yale yale. Unapoota na mambo mengine na kuyaona usiku mambo mabaya, ukiamka tu pale pale unasema nakataa kwa jina la Yesu. Hamtanitesa, imetosha. Haleluya. Ukifanya hivyo utaishi muda mrefu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mazingira haya unayaona, anaingia Bwana Yesu kwenye sinagogi. Bwana Yesu anakemea pepo. Huyu mtu alikuwa anaonewa kwa namna ya kiroho. Hataki, lakini anaonewa. Ni kuonyesha jambo lingine. Angalia kitabu kile cha Mathayo sura ya 9. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 9. Tujifunze kwa habari ya kuonewa kiroho, spiritual oppression. Mathayo sura ya 9 na ule mstari wa 32. Mathayo sura ya 9 na mstari wake wa 32. Mathayo sura ya 9 mstari wa 32. Biblia takatifu inasema, hata hao walipokuwa wakitoka, tazama walimletea mtu bubu mwenye pepo. Hebu sema mwenye pepo. Tazama walimletea mtu bubu mwenye pepo, na pepo alipotolewa yule bubu alinena. Mkutano wakastaajabu wakisema, haijaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Yesu hapa akiwa na wanafunzi wake, wakamletea mtu aliyekuwa na pepo, alafu ni bubu. Kimsingi katika maisha ya kawaida huwezi ukamwona pepo kwa sababu ni roho, lakini ububu wa mtu unaweza ukau-experience. Kwa hiyo mtu huyo alikuwa ni bubu, ila watu hawajui kama ana pepo. Yesu akawa anafahamu tatizo lililonalo sio tatizo original, ni tatizo lililopelekewa na roho chafu. Alichokifanya Yesu, hebu cheki pale, angalia mstari wa 33. Ona alichokifanya Yesu. Na pepo alipotolewa yule bubu alinena, makutano wakastaajabu. Bwana Yesu hapa anaihendo hii kesi sio kwa kukemea ububu, sio. Yesu anajua kuna vyanzo vya matatizo, kuna vyanzo vya shida, kuna vyanzo vya magonjwa. Kuna mtu ni mgonjwa, lakini ugonjwa alionao chanzo chake sio bakteria wa kawaida, ni roho chafu kwenye ulimwengu wa roho. Inaweza ikaingia ndani ya mwili wa mtu alafu ikageuka na kuwa kitu fulani. Kati ya mambo ambayo watu wa Mungu tunatakiwa tujifunze sana ni kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu tofauti sana. Ni ulimwengu wa kila kitu kinawezekana. Rohoni kila kitu kinawezekana. Na ndio maana kwa mfano, kuna watu ambao matatizo walionayo, shida walizonazo sio za mwili. Unaweza ukaenda hospitali, wakakwambia kwamba hatuoni ugonjwa. Hebu nenda hospitali, unakwenda KCMC, pima vipimo vyote, hakuna kitu. Lakini wewe mwenyewe unasema kwa jamani mimi naumwa. Wanakwambia mbona hatuoni kitu? Hatuoni ugonjwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kingine kimeingia ndani ya mwili wako. Pepo anaweza kuingia ndani ya mwili wa mtu akageuka akawa PID,
Anaweza kuingia ndani ya mwili wa mtu akageuka akawa fangasi. Ndio hawa watu ambao wanatibu fangasi, wanachoma sindano, wanapaka sijui dawa, wanakunywa vidonge, wanapaka tibu, bado fangasi haikomi, iko pale pale. Nakwambia kama una shida namna hiyo, jaribu namna nyingine ya kiroho, omba kwa jina la Yesu, kemea huyo pepo, atakuachia na mamlaka hiyo Yesu alishakupa. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo tuna watu wanaoonewa kwenye maeneo kadha wa kadha. Kuna watu wanaoonewa kwenye magonjwa, kuna watu wanaoonewa kwenye dhiki. Miaka ya nyuma kidogo, nikupe kama ushuhuda. Miaka ya nyuma kidogo zamani, niliwahi kupita kwenye chuo cha ualimu wa shule ya msingi, kiko kule Newala, kusini mwa Tanzania. Nikiwa kule chuoni, siku moja tumekwenda kuokota kuni. Sasa mimi nikiwa chuoni, nimeokoka na mpenda Yesu, naendelea kulifundisha neno la uzima. Lakini chuoni pale mimi wakawa hawanipendi, kwa hiyo nikakosa rafiki. Mimi nikawa naondoka porini, kwenda porini kwenye miti, nikaenda porini nakaa tu, napoteza muda pale, najitia moyo, najifariji, nasonga mbele. Siku moja mimi nikiwa porini, nikaanza nahubiria miti. Mimi kabla ya kuhubiria washarika, nimeanza kwanza kuhubiria miti. Ndio maana mimi sitishwi na semina popote yenye watu wachache, sitishwi. Kwa sababu kabla ya kumhubiria hata mtu mmoja, niliwahi kwanza kuihubiria miti. Naongea na miti, na ufuata mtu na kumwambia Yesu anaokoa, Yesu anakupenda, na ashumu ule mtu ni kama mtu, naongea nao. Sina Biblia, sijui hata Mathayo anasemaje, nasema tu Mathayo sura ya 2 imeandikwa, hata sijui, naongea na mtu. Kumbe Mungu ananifanyia practice, ananifundisha practically. Kwenye mazingira hayo sasa, siku moja tumekwenda kuokota kuni, sitasahau. Tumekwenda kuokota kuni kama wanafunzi. Mimi nikawa na mzigo wangu wa kuni, na rafiki yangu mmoja ambaye ni mwalimu anaitwa Albano, sijui atakuwa wapi sasa hivi, miaka mingi sana. Naye ana mzigo wake wa kuni. Tunarudi chuo, kwa sababu ilikuwa bila kuni hauli ukiwa chuoni kama tu mwanafunzi wa boarding. Nikiwa na mzigo wangu wa kuni, tumepiga hatua sasa, sina rafiki. Mimi nilikuwa nyuma, wenzangu wanaenda kule mbele. Chuo kizima kinanichukia. Wewe unachukiwa na watu wa vikoba tu, unanuna. Kuna mtu unachukiwa na shule nzima. Haleluya. Wewe unachukiwa na majirani wawili tu, umenuna kabisa, unasusa hata kanisani uji. Kwa nini? Eti parishweka ongei na mimi. Wenzako kanisa, chuo kizima. Kwa hiyo mimi sasa nikawa natembea taratibu, yule mwenzangu ana mzigo wake wa kuni na mimi na mzigo wangu wa kuni. Baada ya hatua chache, nikamwona yule rafiki yangu haongei kawaida tena. Anaongea kwa kupata shida. Amekuwa bubu mbele ya macho yangu. Akawa ananipiga, mimi nikageuka huku, anaongea ni bubu. Anasema bubu hawezi kuongea, kuna kitu kimemuingia kikashika uwezo wa kuongea. Mimi sasa nikasema ni kitu gani hii Albano? Lakini mimi nilikuwa naenda porini naomba, angalau nasali kale kaibia kwa jina la Yesu ninako, ila yeye hana. Ndio maana nakutia moyo uliye hapa. Hata kama uneni kwa lugha, hata kama auombi masaa matatu, ule uwezo tu wa kusema kwa jina la Yesu, kuna siku utakuwa msaada kwa mtu. Usijisalahu. Haleluya. Kwa hiyo mimi nikaona sasa rafiki yangu huyu yamemkuta haya. Nikianza kumwombea hapa, hawa wanachuo wenzangu wanipendi, wasije wakanigeuka. Nikasema wacha waende. Albano nikamuingiza kwenye kichaka. Kule kichaka ni kwangu. Unajua ukitaka kushinda vita, mlete adui kwenye uwanja wako. Haleluya. Ndio pale nikafahamu hekima ya vita. Usipigane na mtu kwenye mazingira usiyoyaweza. Anayepambana na wewe kiroho, usipambane kimwili, wewe mlete kwenye uwanja wako wa kiroho, uwanja wa imani, utamshinda. Nilipomuingiza kwenye kichaka kila Albano, nikamwambia Albano utapona, Mungu anakusaidia. Nikambandika mkono, weka mkono kichwani. Nikasema kwa jina la Yesu. Niliposema kwa jina la Yesu, nikashangaa amepiga kelele. Naongea nikasema kumbe kwa jina la Yesu tu. Nikamwambia Albano twende. Sasa nilipoona imejipa hapo, nikatoka kuwa mtu wa kawaida. Na mimi sasa nikawa kumbe na mimi ni mtumishi, unanielewa? Ndio. Mambo yakijipa usibaki vile. Yesu akasema hivi, nikiinuliwa na mimi nitawavuta. Ukiinuliwa na Yesu, maana useme Yesu sitaki, niache tu hapa chini utaachwa. Nikasema kumbe ni utumishi huko hivi. Kwa hiyo nikamwambia Albano sasa twende. Kwa hiyo sasa mimi nikawa na bodi, kila napotembea yupo nyuma. Akifanya mchezo atarudiwa tena. Tukiwa tunaendelea mbele na hatua kama 5 hivi, nikashangaa amekuwa tena bubu tena. Sasa sinishajua password. Haleluya.
Nikamwambia subiri waende wengine. Huko tu. Nikamwambia tulia, acha wale wasogee mbele wengine. Waliposogea mbele kichakani tena, nikakemea akaongea twende. Kwa hiyo ikawa ni hivyo, akiwa bubu na kemea anaongea. Ikawa ni mtindo huo. Sasa mimi nikawa maisha akaanza kubadilika chuoni. Nilikuwa napanga mstari kwenye foleni ya chakula, nikaanza sipangi foleni tena, napangiwa. Yeye ndo anachukua sahani mbili, anakwenda kupanga yeye. Fanya mchezo, usipange uone. Anapanga yeye, anachukua chakula, naambia asante sana. Kwa hiyo nikaanza kupata, kutokea kuhubiria miti, nikaanza kupata msharika wa kwanza. Haleluya. Nikaanza kupata msharika wa kwanza. Kwa hiyo nikimtuliza namfundisha neno, namfundisha kwa hasira zote. Baada ya kuhubiria miti na msharika wa kwanza, nikaishi namna hiyo. Mungu akanisaidia, ndo nikajua kumbe watu wanaonewa sana. Kuna watu wamelazwa hospitalini leo. Kuna watu wamelazwa ICU. Kuna watu wako kwenye wodi ya vichaa, lakini tatizo lilonalo ni tatizo la kiroho. Kuna watu wana fungus, kuna watu wana malaria, kuna watu wana ukimwi, kuna watu wana visukari, kuna watu wana hofu ya mauti, lakini tatizo lilonalo sio la kimwili, ni tatizo la kiroho. Kama unanisikia uko hapa na shida ulionao ya umasikini au shida ya madeni imeletwa na roho chafu, leo tuziambie inatosha, wa kuacha uende zako katika jina la Yesu. Haleluya, kanisa la Mungu. Ndio kwa jirani yako mwambie inatosha. Mwambie inatosha. Watoto wa Mungu, nisikilizeni niwaambie kitu. Kabla ya Yesu kuzaliwa hapa duniani, kulikuwa hakuna solution yoyote ya watu kufunguliwa kwenye vifungo vya mapepo. Haipo. Mchungaji yuko hapa, ni mwanatheolojia, anafahamu mambo hayo vizuri kwa undani. Zamani kwenye Agano la Kale, ukipatikana una pepo, kulikuwa na sheria. Mtu mwenye mapepo anapigwa mawe mpaka anakufa, unatolewa nje ya mji. Ikatokea siku moja mfalme akawa na mapepo. Akaja mtu mmoja anaitwa Daudi, akapiga kinubi chake. Akipiga kinubi, na ndio maana watu wa vyombo ni muhimu sana kuwa makini. Kwa sababu gani? Kwenye vyombo hapa, vyombo tu, ala za muziki zinaweza kutunza uwepo wa Mungu. Labda mjasari kwenye sharika kubwa au cathedral, kuna vinanda viko pale. Hata hapo kuna kinanda kinatumikaga hiki wakati wa ibada ya Jumapili, siku ya Bwana. Kuna nyimbo ambazo mkiwa mnaimba, kuna kinanda kinapopigwa kinanda unasikia uwepo kabisa. Joni kikipigwa vizuri unahisi kabisa ni ibada. Kwa nini? Kwenye muziki kuna siri imefichwa, kuna siri ya kumwabudu Bwana imefichwa pale. Kwa hiyo zamani ilikuwa ukiwa na mapepo unapigiwa kinubi, uwepo wa Mungu unashuka, ndio mapepo yanakuachia. Alipokuja Yesu ameleta solution. Na Yesu alikuwa anajua watu wanaonewa isivyo sahihi. Kabla ya Yesu kufa msalabani, watu walionewa sana. Lakini jambo la kushangaza, mpaka leo Yesu amekufa msalabani, lakini bado watu wanaonewa. Nikupe mfano. Yesu amekufa msalabani kwa ajili ya matatizo kadha wa kadha, lakini utakuja kuchunguza leo shida zile ambazo Yesu alitufia msalabani watu wako nazo. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya afya ya mwili wako. Maandiko yanasema wazi, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lakini kuna watu mpaka leo ni wagonjwa, na magonjwa yao sio original, ni magonjwa ya kifamilia. Kuna watu ndani ya familia yao, familia imeonewa kwa namna ya kiroho kiasi ambacho maisha ya wanafamilia wote yanafanana. Kuna watu ni marufuku kuolewa, kuna watu ni marufuku kupata kazi, kuna watu ni marufuku kufika miaka 70. It is spiritually prohibited kabisa, marufuku, strictly prohibited. Ukifika miaka 60 kitu unaanza kusikia kisukari, yani linadi ufe kabla ya miaka 70. Hebu sema katika jina la Yesu, mimi nakataa, sitaonewa na roho za familia. Mimi sitaonewa kwa jina la Yesu. Mimi sitakufa kabla ya wakati wangu, ni mpaka hatima yangu itimie kwa jina la Yesu. Jipigie makofi mwenyewe. Kwa hiyo matatizo yale ambayo Bwana Yesu alitufia msalabani, ndio hayo yanatesa watu ndani ya familia zao. Na jana nitakwambia familia nyingi zimeonewa. Utakuja kuona pale siku ya Jumatano. Ndio maana Jumatano ni siku maalum sana. Nitakwambia kitakachokuhusu Jumatano. Haleluya. Tutakuwa na maombi maalum sana siku ya Jumatano. Hebu mpigie Bwana makofi kwa ajili ya Jumatano. Pigie Bwana makofi kwa ajili ya Jumatano.
Jumatano Mungu ameniambia niongelee kwa habari ya uonevu katika levo za kifamilia. Spiritual oppression, family oppression, uonevu ndani ya familia. Kuna ndani ya familia watu wamekatazwa mambo fulani. Kuna baadhi ya familia zina makatazo. Kuna wanafamilia hawaruhusiwi kuolewa hata kidogo. Sio tu leo, iko mpaka kwenye Biblia. Nitakuonyesha maandiko hayo. Lakini kwa nini nakwambia maneno haya? Na kuandaa unapoingia kwenye kuomba, whether kanisani au unapokuwa nyumbani, lazima ujue kwamba kuna uonevu kwenye ulimwengu wa roho. Inawezekana shida ulionayo unaonewa kutokea rohoni. Mungu amekuumba, amekupa akili, amekupa shule, umesoma shule, lakini ibilisi anajua hawezi kuzuia baraka zako, ila anaweza akazuia maongezeko yako. Kwa hiyo akakuonea kwa kukuzuilia maongezeko. Na kati ya vitu ambavyo kanisa la Mungu tumeshindwa kugundua, shetani ametubana mahala alafu ametuachia kwa upenyo kidogo. Labda nikuongelee kidogo hii kitu ambacho ni ngeni kwako. Ibilisi ana mpango wa kukuzuia usiende mbinguni. Anajua ameshafeli, ameshashindwa. Unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, automatically spiritually unakata ticket ya kwenda kwa Baba. Ibilisi anafahamu kwamba wewe ameshakukosa tayari. Anachokifanya sasa, anafanya hima kufunga njia zako za mafanikio, ili hapa duniani wewe umeokoka lakini marufuku kuolewa, umeokoka marufuku kupata kazi, umeokoka marufuku kujenga, umeokoka marufuku kuzaa watoto. Yaani hata kama unakufa unaenda mbinguni, nenda mbinguni ukiwa hauna mtoto, nenda mbinguni haujajenga, nenda mbinguni hauna familia, nenda kwa baba yako ukiwa hujaolewa wala hujaoa. Ndio anataka vile, kwa sababu anajua ameshakukosa tayari. Na ndio maana sasa hii ndio challenge ya watu wengi wa Mungu. Wanawaza hivi, mbona mimi nimeokoka, mbona nampenda Yesu, lakini kwa nini maisha yako hivi? Anajua umeokoka, ameachana na wewe, anakaba kwenye njia, anataka mpaka unakufa hapa duniani uko hoi. Yaani unakufa hapo ukiwa kizee, unakufa ukiwa hoi, ili ufike mbinguni ukapumzike, ili kutimiza andiko, heri wafu wafao katika Bwana, ili wapate kupumzika. Na wewe unasema tu amen. Hujawahi kuwaza nikapumzike nitakuwa nimechoshwa na nini? Ili upumzike lazima uchoshwe. Kuna kuchoka hapa. Sasa Mungu naye kwa mapenzi yake hapendi watu tufike mbinguni tukiwa hoi. Hapana, anapenda tuingie kwake kwa shangwe na vigelegele. Ndio maana Yesu akafa msalabani. Yesu kufa msalabani maana yake akasema imekwisha. Neno imekwisha kwa Kiingereza it is finished, yani kwa Kigiriki tetelestai, imekwisha. Yani maana yake magonjwa ulionayo yameshalipiwa gharama tayari. Shida ya ndoa imelipiwa gharama tayari, lakini shetani anafahamu imelipiwa gharama, ila wewe ulilipiwa gharama huna taarifa. Huna taarifa wala huna maarifa yoyote. Kwa hiyo anakuzuia isivyo sahihi. Ndio maana once ukijua tu kwamba haki zangu ni hizi, uhitaji hata kuwekewa mkono, uhitaji. Uliyemkiri Yesu, ukijua haki zako za msingi, uhitaji hata kufunga siku 200, uhitaji. Ndio maana mimi huwa na challenge watu, naomba tufunge siku 55. Unawaza unafunga siku 55, sio mbaya kama una muongozo wa Roho Mtakatifu, lakini Yesu alihitaji siku 40 tu ili kuukomboa ulimwengu. Wewe siku 55 nataka ugundue nini? Kama Roho Mtakatifu amekuelekeza funga, lakini usifunge kwa mazoea. Unakuta watu hata kwenye makanisa kukosa maarifa. Mwambie mwenzako Mungu akupe maarifa. Ni maarifa tu. Unakuta mtu hata kwenye kanisa wanatangaza kabisa tutakuwa na mfungo wa Danieli wa siku 21 pasipo kujua. Danieli mwenyewe alifunga akiwa hajui nini kinaendelea. Kimsingi mfungo wa Danieli ni mfungo wa kutojua nini kinaendelea, kwa sababu Danieli ameshinda njaa siku 21, lakini tangu siku ya kwanza naomba alishajibiwa tayari. Kama Danieli angekuwa na macho ya rohoni akajua kwamba Mungu ameshanijibu tayari, angeacha mambo ya kufunga, angemtandika anayezuia majibu. Unanielewa watoto wa Mungu? Lakini tangu siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu hajaona majibu, ya 4, ya 5, ya 12, anashinda njaa. Kumbe kashajibiwa tayari. Maana yake Danieli alitakiwa kusema sasa Baba najua umenijibu, kuanzia sasa nasimama imara. Kila adui anayezuia majibu yangu katika jina la Yesu achia majibu. Angeachiliwa. Lakini ajua kinachoendelea, anafunga tu. Wanasema Danieli vipi? Niko chungu cha 7. Unaendaje Danieli? Tumefika siku ya 13, hajui kinachoendelea. Hata Danieli anakufa alikuwa hajui hii siri. Siri hii unajua wewe baada ya Danieli kuandika. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa.
Tuko pamoja jamani? Amen. Kwa hiyo sasa tunapojifunza kwa habari ya uonevu kiroho, lazima ufahamu kwamba watu wanaonewa sana kiroho. Kuna watu maisha walionayo sio yao. Kuna mtu tangu ukiwa kwenye tumbo la mama yako, you are somebody. Ulikuwa mtu fulani na Mungu alikukusudia kabisa uwe mtu fulani. Nikupe mfano wa kimwili kabisa, a very sarcastic example. Ukikusanya watoto 5 hapa, alafu kila mtoto kamuuliza, unataka kuwa nani? Unataka kuwa nani? Unataka kuwa nani? Majibu yatakuchosha. Kengine katakwambia nataka kuwa rais, kengine mwalimu, kengine nataka kuwa rubani. Wape miaka 15. Aliyetakiwa kuwa rubani utamkuta Vunjo anapalilia migomba. Unawaza ulikuwa na wazo wa kuwa rubani tangu mtoto. Ilikuwaje? Kabla ya kuzaliwa kwako mwilini unajulikana kabisa rohoni, who are you, na unakwenda wapi na utakuwa nani. Kwa hiyo kuna mazuio ya kuonewa kwa kutojua. Kuna watu wanazuiwa, kuna watu walivyo leo. Hata ndani yako mwenyewe unajijua, mimi sio wa hivi. Mimi sio wa hivi, sikutakiwa kuwa hapa. Kuna mahali umecheleweshwa. Ulivyo leo ni matokeo ya kucheleweshwa jana. Sasa Mungu anavyokuambia leo, unaweza ukaitengeneza kesho yako leo unapopata hii taarifa. Haleluya. Wangapi mko tayari kutengeneza kesho ya maisha yenu hapa? Pigie Bwana makofi mengi sana. Hata kuna mtu uko hapa, wewe shahidi. Tangu ukiwa mtoto ulikuwa unataka kuwa mtu fulani. Mimi niliwahi kuambia watu zamani, baba yangu mimi alikuwa daktari. Alikuwa daktari baba yangu. Sasa mimi nikawa na moto sana wa kuwa dokta. Na mimi nataka niwe dokta. Ule udaktari unanisukuma sana ndani. Udaktari kunisukuma ndani, nikaanza shule na feli, shule na feli. Mpaka form 4. Nimefeli mimi, nimewambia jana kama ushuhuda, nimerudia mtihani kidato cha 4 mara 4. Mara 4 natafuta credit ili niende form 5. Mwaka wa kwanza nikafeli. Njombe, shule inaitwa Agafilo. Mwaka wa pili nikafeli. Mwaka unaofuata form 4 nikafeli. Minja hapo, Minja Teki. 2005 nikafeli, nikapata 4 ya 30 kitu ambayo huwezi kuisema kama ni 0, unaipaka mafuta kidogo, 4 ya 32. Haleluya. Nipigieni makofi kidogo. Huwezi kusema 0, hapana, nilipata 4. Nimehangaika sana, nikaja shule moja tena Dar es Salaam kule inaitwa Nuri Yakini, iko pale Temeke Mwembe Yanga. Nuri Yakini sasa umeibadilisha kidogo, ni ya wanawake. Nikapata tena 4 ile ya 30 kitu. Kukuluka tena nikapata kituo cha kulisiti kinaitwa Tandika Maarifa. Kama unaenda Davis Corner Dar es Salaam kule, nikalisiti feri na wewe. Zunguka mno mpaka nikaja kuziokota credit mahala fulani. Na ziokota credit nikaingia form 5 kwa mara ya kwanza. Dodoma pale Jamhuri Sekondari. Form 5 pale, form 6 nikamaliza pale, nikaingia chuo mwaka wa kwanza. Nimeingia chuo mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 3 na kukuluka na masomo, lakini kule chini nilikuwa ni marufuku kufanikiwa. Mpaka namaliza mwaka wa 3 napata degree ya kwanza. Naondoka mwaka wa 3 degree ya kwanza, mwezi unaofuata tena Mungu akafungua mlango nikaenda kusomea masters. Unaponiona hapa nilifeli zaidi ya mara 4 kutafuta credit, lakini leo naongea na wewe nimehitimu darasa la masters 2017. Unaniona nafanania? Si niko tu kama kajamaa fulani kana masters. Manake ikatokea nafasi ya kwenda kusoma PhD niwe daktari. Kimsingi hapo ungekuwa unaongea na daktari leo, ningeitwa Dr. Aaron. Nikaona yananichelewesha haya, I want to preach the gospel. Kweli kabisa, nikasema daktari nisubiri kwanza, nataka nihubiri neno. Kwa nini? Kwa sababu nimecheleweshwa sana, na Mungu akaniambia kama wao kuna wengi. Yaani kuna wengi ambao hawajafika leo wanapotakiwa kufika kwa sababu ya kucheleweshwa kiroho. Kuna watu kwa sababu ya kuolewa, kwa ni marufuku. Unakuwa na Bashiru huyu anakuchombeza wewe, unajua atakuoa, anakuweka pembeni. Unamwokota Kobelo, anakwenda na wewe kaka wa watu, yaani unapita kwa wakaka mpaka ukikaa ukiwaza unasema jamani, kuna Bashiru kapita, Kobelo kapita, Ndikumana, Mwaka Ntulie, unawahesabu wengi. Hakuna hata mmoja aliyekuoa. Unasema na bahati mbaya sana jamani. Sio bahati mbaya. Haya mambo yako rohoni. Haya mambo yako rohoni, unazuiwa rohoni. Na kati ya mambo ambayo kanisa la Mungu kwa kukosa maarifa tumeshindwa kufahamu. Siku moja nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu. Nilipomsikiliza moyo wangu kaumia sana.
Mahubiri yake ni kama anasukumizia kwa washarika, anawaambia kabisa kwa sauti za ukali. Unajua kuna wale kina mwinji, unajua kuna mwinjilisti afu kuna mwinji, maneno mawili tofauti haya. Mwinjilisti anafahamika na usharika, dayosisi inamjua, jimbo lina taarifa naye, lakini mwinji hajulikani na yoyote. Mwinjilisti hawezi kutoka usharikani mpaka mchungaji awe na taarifa, sio mwinji. Mwinji wewe hata saa 10 unaitwa nenda kwa ibada ya msiba, iko kule na bodaboda, ni mwinji. Mwinji unahubiri popote, mwinjilisti ana utaratibu wake. Kwa hiyo sasa kuna wale wakina mwinji, ubiri yake ni kuliaccuse kanisa. Umekataliwa, haujaolewa mpaka leo kwa sababu na roho ya kukataliwa. Umekataliwa mpendwa, uje na sadaka ya ukombozi kuondoa kukataliwa kwako. Nikawaza sana, nikamwambia Mungu, hebu nifundishe. Huyu mtu ameokoka, anampenda Yesu, ni mwaminifu kwenye zaka, ni mwaminifu kwenye sadaka, semina huwa anakuja, morning glory anakuja, ibada za Jumapili anakuja, mpaka minada huwa ananunua. Inawezekanaje sasa mapepo yakamuingia? Kwa sababu hata kama ukiwa na maarifa tu ya jina la Yesu, ni ngumu sana pepo kukuingia. Mimi nikawa nawaza sana, ndio Mungu akanifundisha, akaniambia hata baadhi ya wahubiri, hata baadhi ya preachers, kwa kutotaka kukaa miguuni kwa Mungu akapewa maarifa zaidi, huwa wanafyatuka wakijua wameshajua yote, wanaondoka akijua tayari yuko complete. Kwa Mungu ni hatua, kwa Mungu ni kama hospitali. Hospitali kuna wagonjwa ambao wako ICU, yani wale hoi kabisa, ICU. Lakini kuna wagonjwa ambao wametoka ICU, hawajaruhusiwa kwenda nyumbani, wako wodini. Wahubiri wengi ndio tuko hapo, tuko wodini, tunaendelea kula drip za kimungu. Ndio maana unaweza ukaibiwa na mhubiri akakutapeli. Nikasema jamani, si mwinji kabisa, lakini kashakutapeli. Mwinji nilipe 10,000 yangu, akakuzugazuga wewe, akulipi, kakudhulumu. Usiumie sana, ni mhubiri na yeye, ila yuko wodini, hajaruhusiwa bado. Na ndio maana unapoifanya kazi ya Mungu, haimaanishi kila anayehubiri yuko perfect, sio kila mhubiri wa neno la uzima amekamilika, no. Watu wanakamilishwa hatua kwa hatua. Amen. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo ndio nikaanza kujifunza sasa. Anawaambia washarika kwamba ukiona umekataliwa, mchumba akakukataa, jua una roho ya kukataliwa, uje na sadaka. Nikawaza sana, ndio baadaye Mungu akaniambia iko hivi, panapotokea kwa mfano, hebu nitoe mfano. Naomba mfano, watu walinitolee mfano. Naomba nikutolee mfano, naomba nikutolee mfano, naomba brother nikutolee mfano. Nataka nifundishe kwa mfano. Jamani, mimi ni mwalimu, haleluya. Nataka hata unatoka hapa unabaki na kitu kichwani. Nataka nimtolee mfano huyu bwana. Unaitwa nani? Ima. Unaitwa nani? Unaona huyu Ima na Joas. Ima, Mungu amempa neema, ni mfanyabiashara hapa Same. Ana maduka yake, ana maduka yake ya vipodozi, ya mafuta, ana maduka ya vifaa vya simu na accessories mbalimbali. Huyu bwana yeye ametokea kwenye familia ambayo ndio wale wenzangu na mimi. Familia choka mbaya. Sogea kusiogopa. Nakutolea mfano. Familia choka mbaya. Kwamba siku hiyo, yani yakipatikana mamboga ya majani, mboga za majani ya maboga, siku familia nzima ni sherehe. Na kama ni ibada ya Jumapili, hakuna aliyemnunulia hata mnada wa mayai, anaondoka kavu. Anapokuja nyumbani huyu, maisha yao ni duni sana. Huyu Mungu amemsaidia kidogo na maduka yake hapa mjini. Huyu anapokuja kuomba kazi kwa Ima, anapokuja kuomba kazi kwa Ima ameokoka, anampenda Yesu. Huyu ameokoka, anampenda Yesu. Kama Ima hayuko vizuri kwenye wokovu wake, huyu kwao, kwenye familia yao kuna misingi ya familia. Mtumishi wa Mungu kwa imara. Haleluya. Mbona kikutingishwa naenda haraka sana? Umekula Kila familia unayoiona wewe ina limitations. Familia za watu kila ulioko hapa, kwenye familia yenu kuna mazuio fulani, hatufanani. Kuna wengine kwenye familia yenu ni marufuku kufanya biashara kubwa. Mnaruhusiwa kuuza vikaranga stendi, kuuza vipipipipi kifua na vibigiji. Yaani mnaruhusiwa biashara vile, kwa sababu rohoni unajua kwa biashara hizi hamtoboi, kwa hiyo wanakuwa achauza. Ukianza kufanya biashara ya magunia ya mpunga unapata hasara. Kuna mwingine mko hapa sio biashara, wengine mko hapa ni masuala ya ajira. Marufuku kupata ajira ya kudumu, ila unaruhusiwa kuwa kibarua na mbeba mizigo. Ni bingwa kubeba mizigo, ila unaruhusiwa kupata kazi. Kwa hiyo kila mmoja ana mazuio yao kwenye familia. Ndio maana uliye hapa, hakuna aliye hapa yuko salama, hayupo.
Wala mwenzako aliyependeza mbele hapo usimuonee gele, na yeye ana shida ila tofauti na wewe. Mwangalie mwenzako, mwambie hata wewe una shida ila tunatofautiana. Hakuna aliyekamilika. Unajua Mungu ni wa ajabu. Kama ungekuwa umekamilika usingekuwa hapa. Hakuna uliyekuja semina hapa just luxurious. No. Kila mtu yuko hapo unamtafuta Mungu, kuna eneo unamtafuta Mungu. Haleluya. Na utampata kwa jina la Yesu. Kwa hiyo sasa mtoto Mungu huyu kwao ni mambo magumu sana. Anafika wakati anakuja kuomba msaada kwa Ima. Anamwambia bwana, brother Ima, natafuta kazi. Anapomwambia natafuta kazi, Ima anamwambia tafadhali nipe siku 2 nikufikirie nione namna ya kufanya. Huyu anaondoka. Kumbuka huyu Joas ameokoka, anampenda Yesu. Kwa hiyo mapepo ya familia yao hayawezi kumuingia huyu hata kidogo, hayawezi. Kwa nini? Kwa sababu ameokoka, ni mtakatifu wa Bwana. Na nielewa jamani? Yale mapepo anachokifanya sasa, yanajua huyu tumemkosa, lakini ameenda kuomba kazi kwa Ima. Lakini hawa hawatakiwi kupata kazi, wanatakiwa kuwa makuli na wabeba mizigo stendi. Yale mapepo ya familia yake yanaachana na huyu, yanakuja kukaa kwa huyu. Simu kumkumbusha, anamwambia kwamba tulia kidogo, nina mambo mengi na kujadili. Lakini lengo ni nini? Zile roho za kina huyu zinakuja kumkalia huyu pasipo huyu kujua. Aziji kwa huyu ili kumzuru, no. Zinakuja kwa huyu ili kumzuia asimpe huyu kazi. Kwa nini? Kwa sababu hawa hawataki kupata kazi. Na nielewa watoto wa Mungu. Kwa namna hiyo sasa huyu atakuwa anapata shida sana. Anakwenda ibadani Jumapili, anarudi. Anakwenda kwenye fellowship mbalimbali, anarudi. Kwa sababu hajui kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Yeye kila usiku omba yake ni baba, naomba nipe kazi kwa jina la Yesu, nipe kazi. Kazi kashapewa, lakini kuna azuiae hata atakapoondolewa. Unanisikia jamani? Kwenye mazingira haya huyu atakuwa na maisha magumu sana. Huyu atajikuta namwonea huruma, lakini huyu atajikuta namwonea huruma Joas, lakini hampi kazi. Ndio maana kuna watu, kwa mfano kwenye maisha yenu uliwahi kugombana na mtu ambaye alikuwa msaada kwako. Kuna mtu aliwahi kukuacha mpaka wewe ukakaa ukawaza, hivi aliniachiaga nini mimi? Hakunaga sababu ya msingi, ni kuonewa. Unaachwa, yani kuna mtu anakunyima, huna sababu za kunyimwa, lakini unanyimwa. Unasema jamani, mpaka yeye ameninyima kwa sababu ya rohoni. Kwenye mazingira haya huyu atakuwa anahangaika sana. Ndio Wakristo tulionao sasa. Anaona jamani, pengine usharikani hapa Same sitoboi, wacha nende nikasali kwa Apostle Ngapulila. Anakwenda kwa Apostle Ngapulila, anaombewa kule, anawekewa mikono, anawekewa miguu. Siku hizi kuna ufunuo mpya, anakaliwa. Unaelewa sasa? Na mtakaliwa kweli mkifanya mchezo. Anakaliwa kaka wa watu, bado atoboi. Anasema jamani, nimezunguka sana kwa kweli, amenishinda. Amezunguka sana akiwa hana maarifa. Ishu ni maarifa. Angekuwa anajua huyu akasema mbona kama alielekea kunipa kazi alafu saizi amesita, hebu acha niombe. Akaanza kuomba kumtandika kila anayezuia majibu yake. Zile roho zingepigwa sana, alafu zingekaa pembeni, huyu angempa kazi. Haleluya. Pigie Bwana makofi sababu hiyo. Na haya ndio mambo tulionayo, kuanzia kwenye mtaji wa biashara mpaka mambo ya kimahusiano. Anayekunyima kazi, anayekunyima ndoa, anayekunyima kukuoa, sio kwamba hakupendi. Nina shuhuda za watu wanapendana lakini hawawezi kuoana. Kuna mtu anaachwa anasema hivi, sijui hata tuliachanaje, sijui hata nilikuachia nini, sijui. Hawajui. Kwa sababu gani? Sio ya mwilini, ni ya rohoni. Hebu sema katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, kila uonevu niliyoonewa katika maisha yangu leo natoa tangazo, waniache niende zangu kwa jina la Yesu. Pigia makofi Bwana kwa ajili yako mwenyewe. Kwa
hiyo kwenye mazingira hayo sasa, huo ndio unaitwa uonevu wa kiroho. Kwa hiyo huyu Joasi anafanywa duni kwa makusudi ya kifamilia. Kuna familia ambao kuonewa kwao ni masuala ya kiuchumi, yaani kuanzia baba mpaka mtoto wa mwisho hakuna kupata kazi. Kuna watu kwenye familia yao ni uonevu wa masuala ya ndoa. Dar es Salaam siku moja nikiwa na semina neno la Mungu usharika wa Kunduchi, dada mmoja akanifuata akaniambia, mwalimu tafadhali, ninaomba uweze kunisaidia jambo. Nikamwambia hebu niambie. Akaniambia, kwetu tumezaliwa wadada wengi sana, lakini wanawake wote walionitangulia dada zangu hawajawahi kuolewa, na hata kaka zangu hawajawahi kuoa. Lakini mbaya zaidi mwalimu, dada zangu wote wamezalia nyumbani. Yaani wanampata mtu anazaa naye alafu anamwacha. Sasa akaniambia wote wamezalia nyumbani na hakuna aliyeolewa, wote wako nyumbani. Wengine wameacha watoto wamekwenda kutafuta maisha, lakini hakuna aliyeolewa. Akaniambia, na mimi mwalimu, ninaponiona hapa nimempata mtu ambaye tumezungumza kuelekea kwenye ndoa takatifu, ila sasa amenigeuka. Sasa hivi ananiambia nataka tuzae kwanza. Mimi nikamwambia, sikiliza, unaingizwa kwenye mfumo. Unajua kuna mifumo ya familia. Kuna mifumo ya familia. Hizi mamlaka za kiroho zinaweza kuonea familia nzima atiraji, zikawaingiza familia nzima kwenye mfumo wa kukataliwa, mfumo wa kuchukiwa, mfumo wa kuchelewa, mfumo wa kufa kabla ya wakati, ukaingizwa kwenye mfumo. Kwenye mazingira hayo sasa mimi nikamwambia yule binti, sikiliza, kinachoendelea kwenu ni mfumo. Kuna mfumo mbaya kwenu unaendelea, na mfumo huu unataka kuingiza na wewe kwenye mfumo. Jambo la kufanya msingi, huyo kaka usikubali kuzaa naye kabla ya ndoa. Mimi nikamwambia hivyo, na nikamwambia inawezekana Mungu amekutanisha na mimi nikwambie haya ili usaidiwe. Mungu yuko hivi, hata kama familia nzima ikipigwa ikaonewa, ndani ya familia ile ile Mungu anainua mmoja atakayekomboa familia nzima. Na kuombea unayesikia, uikomboe familia yako kwa jina la Yesu. Mungu hawezi kuacha familia nzima ikasambaratika. Anainua kama mtu kamoja, unaweza usimzanie. Ndio maana tutasoma hapa vizuri kwenye wiki hii, tutajifunza kwa habari ya uonevu wa kiroho kwa wazaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza wa kimwili au wazaliwa wa kwanza wa nafasi kiroho kwenye familia. Mungu yuko vile. Nikamwambia mimi Mungu amekutanisha na mimi ili upate msaada. Nikamwambia usikubali hata kidogo. Yule dada naendelea kumwombea na uhakika na ataolewa, hatazalia nyumbani kama wengine kwa jina la Yesu Kristo. Lakini inawezekana uko hapa kabisa, imetokea ukazalia nyumbani na yule kaka akakukataa. Kinachofanyika kwenye ulimwengu wa roho, wanakujua wewe ni nani. Kwa hiyo wanaiharibu kesho yako mapema ili kesho yako iwe butu. Kama uko hapa uliwahi kuzalia nyumbani na aliyekuzalisha akakukataa, sikia neno hili akwambia Bwana, usiogope, Mungu anaijua kesho yako. Hata kama 10 ukikukataa, kuna wa 11 atakubeba uwe mke wake kwa jina la Yesu. Ndio maana I normally used to tell people, never stress yourself on the case of marriage.